Ni wajibu sasa wa viongozi wa dini, Waislamu kwa Wakristo, kukaa pamoja, kwa sababu hawa walioko hawawezi, hawana uwezo huo, hawana uadilifu huo, hawana kukubalika huko. Wakae watafute namna, tuombe toba ya nchi yetu, tuombe uponyaji wa nchi yetu, lakini wasiishie tu kuomba. Tumuombe Mwenyezi Mungu atende miujiza yake ya haki, lakini wakati huo viongozi wa dini wana mamlaka, wale wenye kuheshimika, wale wenye kuishi haki na uadilifu, wana mamlaka ya kuwa wapatanishi wa haki wa ndani, wasuluhishi wa haki wa ndani, ili waweze kushirikiana na wapatanishi na wasuluhishi wengine wa kimataifa kutafuta namna ya kutoka kama taifa. Ni vyema tukazisikia sauti za viongozi wa dini, na sio sauti tu za maneno. Ni vyema vile vile tukaona jitihada. Tunawashukuru kwa nyakati mbalimbali, wako ambao wameonyesha jitihada nyingi sana, lakini nawaomba msichoke. Nchi bado inawahitaji. Misimamo yenu dhidi ya batil, ya kutaka haki, inahitajika. Sauti yenu ya kinabii inahitajika. Niwaombe sana viongozi wa dini nao waweze kuendelea kutimiza wajibu walioanza, na wale ambao hawakuanza waanze, kwa sababu jambo hili, mambo haya yanayoendelea sio ya Chadema na CCM pekee. Haya ni mambo ya nchi, na ukishazungumza mambo ya nchi, viongozi wa dini na viongozi wa kiroho ambao kwa imani zetu tunaona ni wawakilishi wa kazi ya Mungu hapa duniani, wana wajibu na hilo ni ombi kwao. Wafahamu tu kwamba, nimalize kwa ufupi kwenye hili, nilisema juu ya msimamo wa mwenyekiti Tundu Lissu ni ule msimamo wa chama, na sisemi haya kwa kuyasema tu kwa nasibu. Pamoja na kuwa tumezuiwa kumuona gerezani, hatukutoa kauli toka tarehe 30 rais alivyozungumza, kwa sababu rais alitumia maneno akasema, na nukuu alichokisema, kuna mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari, tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matako yake. Akaendelea, ndio mambo yanavyoendeshwa katika nchi. Katika hali ya kawaida sisi viongozi wa Chadema tulioko nje tuliona hii kauli haituhusu, kwa sababu hatujawahi kuanza kutafakari, kwa maana kama vile kubadilisha msimamo au nini. Hatujakaa kikao cha chama kutofanya hiki. Kwa rais akusema kitu sahihi, akusema kitu sahihi kabisa kuhusu Chadema, lakini kwa sababu hakutaja Chadema, akasema labda pengine hiyo tafakari mbadala inamhusu mwenyekiti Tundu Lissu gerezani. Kafanya utaratibu wa kujua msimamo wa mwenyekiti ni upi. Kwa siku kadhaa tukapata moja, toka azungumze na aliyekuwa rais wa Malawi Chakwera, aliyekuja kwa niaba ya UN, hakuna msuluhishi au mtu mwingine aliyefanya mazungumzo naye ikiwemo wa serikali. Kwa hiyo hoja ya kutafakari haihusiki kabisa. Hilo la kwanza. La pili, amesema position ya chama ibake pale pale, na kama nitatumia neno lake, ule moto uendelee, ule moto uendelee. Kwa hiyo hii ya kutafakari si kweli kwa Chadema, wala si kweli kwa mwenyekiti Tundu Lissu.